tunaanza kuona kwamba ufalme wa Mungu umekuwepo hata kabla ya Yesu hajaja duniani. Tunakubaliana? Wale wasomaji wa Biblia tunakubaliana kwamba ufalme wa Mungu umekuwepo hata kabla Yesu hajaja duniani, yaani Mungu kuwa mtawala. Ufalme wa Mungu umekuwepo, Mungu kutawala katikati ya wanadamu, umekuwepo ufalme wa Mungu. Lakini huwezi kusoma ufalme wa mbinguni kwamba umekuwepo duniani kabla Yesu hajatokea. Lakini ufalme wa Mungu ni wa milele. Mungu akiwepo ni mfalme siku zote. Tuko pamoja? Ufalme wa Mungu maana yake Mungu kutawala. Kwa hiyo Mungu anatawala mbinguni, duniani, anatawala kwa wanadamu. Sasa umekuwepo, na kwa wale wasomaji wa Biblia wanaweza kaniambia ufalme wa Mungu umeonekana zaidi wapi katika mataifa? Umeonekana wapi zaidi katika mataifa? Ufalme wa Mungu umeonekana wapi zaidi katika mataifa? Nani anaweza kaniambia umeonekana wapi zaidi katika mataifa? Mungu akiwa mtawala, Mungu akiwa mwendesha serikali, umeonekana wapi zaidi? Kuna mtu anaongoza? Tafuti mwalimu. Ndio. Mungu ameonekana sana kwa taifa la Israeli. Mungu ameonekana zaidi kwa taifa la Israeli. Barikiwa sana. Natia moyo mwalimu anapojibu na kuwa na uhakika siku nyingine isipokuwepo na jibu. Kwa hiyo ufalme wa Mungu umekuwepo, tangu umekuwepo katikati ya taifa la Israeli, na hawa Wayahudi au Waisraeli wao hawakuwa na serikali za kawaida. Tangu mwanzo Mungu amekuwa ndiye mfalme wao. Na serikali ya watu wa Israeli ilikuwa inajulikana kama theocracy. Theo ni Mungu, Theo God, Theo God, Christ ni mtawala. Kwa hiyo Mungu mtawala, theocracy, Mungu kutawala taifa la Israeli. Serikali yao ikawa inajulikana kama theocracy. Ni serikali ambayo inaongozwa na Mungu mwenyewe. Mungu ndiye mtawala. Hatakuwa na serikali nyingine ambayo ilikuwa na theocracy. Ni Israeli peke yao. Walichukua sheria kwa Mungu, na Mungu ndiye ambaye alitunga sheria kwa njia ya Musa. Haleluya. Anamwambia Musa, njoo huku juu mlimani nikwambie kitu cha kufanya. Nitatembea na watu hawa kwa sheria, kwa sababu viko vipindi vingi. Hiki tulichoko sasa ni kipindi cha 6, bado kipindi kimoja cha 7 ambacho ni cha milele, lakini kinaanzia na utawala miaka 1000 ya Kristo. Kwa tunaanza kipindi cha kwanza kabisa cha kutokuwa na hatia, innocent, kipindi cha kina Adamu kabla ya kuanguka, kipindi cha kutokuwa na hatia, waliishi. Viko vipindi vingine nakuja tena, na vipindi vya dhamiri, nakuja vipindi vya ahadi na kuendelea sheria, mpaka ufike kwetu kwenye neema. Kwa hiyo sasa Mungu amekuwepo kama mfalme, na hata mataifa mengine ambao walikuwa si na theocracy, hawakuwa na utawala wa serikali ya Mungu kama vile Wayahudi, nao Mungu alikuwa mtawala. Utasoma katika vitabu vile vya manabii, utagundua kwamba yako mataifa ambao walikuwa wamekosea. Mungu anasema hata nini hukumu haitawapita. Kuna mataifa ambayo pia Mungu aliwapiga,
waliabudu miungu, ila walipofika wakati fulani Mungu alitokea katikati yao. Babeli mojawapo wameadhibiwa, mataifa ya Babeli, Ninawi wameokolewa kutoka Sodoma na Gomora. Ni sehemu ambazo Mungu alikuwa sio mtawala kwa maana ya kwamba ni taifa lake, lakini kwa sababu ufalme wa Mungu upo kila mahali, Mungu alishughulika na wanadamu. Haleluya! Punga mkono wako pale ulipo sasa. Kwa hiyo tukisha kuona hayo, tunaanza kugundua kitu ambacho cha msingi sana. Wakati Yesu anapojibu swali la Mafarisayo, hebu fungua pale katika Luka 17:20. Luka 17:20. Tuanze kuona kitu fulani pale. Nataka utulie upate kitu leo. Bwana Yesu asifiwe. Luka 21. Soma mstari hii. Injili ya Luka Mtakatifu sura ya 17 mstari wa 20. Neno la Mungu linasema, ndio. Na alipoulizwa na Mafarisayo, ufalme wa Mungu utakuja lini? Aliwajibu akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuuchunguza, wala hawatasema tazama upo huku au kule, kwa maana tazama ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Unaweza kuanza kuona kauli ya Yesu kama vile ni tata stari. Anasema huu mfalme hautachunguzwa kwamba uko kule ama huku. Hauchunguziki ufalme wa Mungu. Sasa anachotaka kuambia Yesu hawa Mafarisayo, anataka kuwaonyesha kwamba kile wanachokitafuta kiko ndani yao. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Tuko pamoja huko? Hawa ni Mafarisayo. Mafarisayo ni viongozi wakubwa wa dini, viongozi wakubwa, sio wapagani hawa. Hawa ndio wacha Mungu kwa kipindi ambacho Yesu alianza kusema wokovu. Hawa ndio wacha Mungu, Mafarisayo, watu ambao wamesoma sheria na kila kitu, mambo ya dini. Sasa swali lao wanapouliza ufalme wa Mungu utakuja lini, wao wanachokiamini katika kujifunza kwao, walikuwa wanaamini kwamba kuna wakati Mungu atakuja kutawala. Kuna wakati Mungu atakuja kutawala. Sasa wakati huu hawa wako chini ya utawala wa taifa la Warumi, wanateseka, wana maumivu, wanahitaji ufalme uliothibitika. Aje mfalme, maana wamesoma mfalme atawaokoa, atawakomboa na shida zao. Sasa wanaanza kuona Yesu kama ana dalili ya kila ambacho wamekisoma, lakini hana majibu ya kuwatoa katika mateso ya Warumi, ila anaonekana kama ana picha kubwa ya kile ambacho kitatokea. Kumbe ndio kinatokea. Sasa wanajiuliza ufalme wa Mungu utakuja lini? Utawala wa Mungu utakuja lini, ili tupate kupumzika, ili tupate kuondokana maadui na vitisho. Yesu anaambia haiji kwa kuchunguza, kwa sababu wanasoma vitabu, wanasoma maandiko mengi, wanachunguza lakini hawapati majibu. Tuko pamoja? Wanasoma Torati, wanasoma, hawapati majibu. Wameamua kumuuliza Yesu, yamkini amwambie itakuwaje. Anasema haupo kwa kusoma, haupo kwa kuchunguza huku na huku, kwa kuangalia elimu zetu, kwa maana huo ufalme wa Mungu upo wapi?
Upo wapi? Ongea kwa sauti. Upo wapi? Anawaambia upo ndani yenu, upo ndani yenu. Kumbuka nikwambia, Wayahudi Mungu amekuwa katikati yao siku zote. Wasingekuwa wanauliza habari za ufalme tena, wao ni wana wa mfalme. Tangu zamani Mungu anawaendesha, ni taifa lake. Unanielewa? Kwa hiyo wazo la kuuliza ufalme wa Mungu, Yesu anawaonyesha uko ndani yenu. Hicho ambacho mnakitafuta mlishakuwa mnacho nyie Wayahudi, mnacho nyie Wayahudi. Ufalme wa Mungu unakaa ndani yenu, upo katikati yenu. Haleluya, haleluya. Upo katikati yenu, upo kwenu. Sasa Yesu asingeanza kuongea kingine zaidi ya walicho nacho. Walichohitaji wao ni toba, ni toba, lakini wamekosa toba, wanautafuta ufalme. Wanataka kitu kipya kabisa, wanacho. Sasa wakati ambapo ukiangalia maandiko, kitabu kile kama cha Mathayo 17, Mathayo 17, Mathayo 17 anasema, na katika kuenenda kwenu hubirini mkisema, ufalme wa mbinguni umekaribia. Haleluya. Na katika kuenenda kwenu hubirini mkisema, ufalme wa Mungu umekaribia. Sasa ndio nachokifuatilia Mathayo 17. Na katika kuenenda kwenu hubirini mkisema, ufalme wa mbinguni umekaribia. Hivyo vitu ni vya msingi sana. Na katika kuenenda kwenu, mnapoipeleka Injili, hubirini mkisema, ufalme wa mbinguni umekaribia. Lakini ufalme wa Mungu upo. Kinachokaribia hapa ni ufalme wa mbinguni, sio ufalme wa Mungu. Ndio nataka kuchukulia pointi hapo. Yesu anapoanza kuwatuma kwenye Injili, hawaambii wahubiri ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu upo. Hawezi kuhubiriwa hicho, Wayahudi watakataa. Wanao, wezi kuwaletea walicho nacho. Wezi kuwapelekea wakasema, mbona tunao, sisi ni wana wa mfalme wa Mungu. Wanachosubiri tu ni Mungu mwenyewe kuja kutawala, ufalme wa Mungu mwenyewe, Mungu shuka. Lakini wanajua wao Mungu anawaongoza. Sasa Yesu anaanza kubadilisha, wanapopeleka Injili, wasubiri ufalme wa Mungu, wahubiri ufalme wa mbinguni. Umenielewa? Wahubiri ufalme nini? Wakati Mafarisayo wanauliza, nasema hivi, hauji kwa kuchunguza huo mnasema ufalme wa Mungu, hauji, maana ufalme wa Mungu upo ndani. Maanake ufalme wa Mungu ni Mungu kutawala. Kwa hiyo Mafarisayo walikuwa na Mungu, lakini hawakuwa na picha na tabia ya Mungu mwenyewe. Walikuwa na Mungu na sheria, lakini hawatendi. Kwa hiyo Yesu anaanza kuleta kitu kile kile, lakini kwa njia nyingine, kwa sababu ufalme wa Mungu upo sasa, na pia ni serikali. Hauonekani, lakini ukienda Israeli ni serikali. Unanielewa? Ukienda Israeli nini? Serikali. Sasa yeye kwa kuwa
anataka kuanzisha utawala wa Mungu, anataka kuanzisha ufalme wa Mungu ndani ya mataifa yote, ufalme wa Mungu ndani ya mataifa yote, ndani ya watu wote, ndani. Maana mataifa mengine walikuwa hawana ufalme wa Mungu katikati yao, ni Israeli peke yao, lakini ufalme wa mbinguni ni ufalme ambao unatawala ndani ya kila mtu aaminie, kabila lolote, lugha yoyote, jamaa yoyote. Ni Mungu kuleta sheria mpya toka mbinguni. Sasa huo ufalme sio wa Israeli, sio wa kabila fulani, sio wa taifa fulani. Na kwa kusema hivyo, hata Wayahudi wakaanza kuwa attention kuona hiki kitu ni kipya, hili jambo ni kipya. Kumbe hiki kitu ambacho Yesu anakileta kwao ni kipya. Na hata siku nyingine walipotaka kumweka kuwa kiongozi, anasema ufalme wangu sio wa dunia hii. Ni kweli ni mfalme, lakini sio wa dunia.